pole kwa waliofiwa, wakatoa rai ya kuwatakia heri wale wote waliojeruhiwa na kuwapa pole ambao mali zao ziliharibiwa vibaya. Unahisi sasa kama taifa ni nini hasa ambacho kinapaswa kufanyika ili tusishuhudie tena mambo kama haya kutokea katika taifa letu, manake ni mambo mageni katika nchi hii? Yako mambo ambayo yamekuwa yakijadiliwa yakiashiria kwamba tayari kulikuwa na mjadala wa baadhi ya mambo ambayo nchi inaweza kuyafanya ili kuleta watu pamoja. Na unakumbuka hili jambo la maridhiano na kusuluhishana ni jambo ambalo tumekuwa nalo hata kabla ya uchaguzi mkuu ambapo matatizo haya ya vurugu yametokea. Utakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais aliingia madarakani katika mazingira yasiyo ya kawaida kwa historia ya nchi yetu, mazingira ambayo kiongozi aliyechaguliwa, aliyekubalika na watu kupoteza maisha na kumlazimisha sasa yeye mwenyewe achukue hatamu za uongozi kwa njia ya katiba. Lakini ukiacha hilo, pia kulikuwa na mazingira ya tatizo la ugonjwa wa corona. Ugonjwa ambao ulikuwa na madhara makubwa sana ya kiuchumi ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo baada ya matukio hayo, lakini pia kulikuwa na hali ya kutoaminiana miongoni mwa wanasiasa na vikundi mbali vya kisiasa, hali iliyomfanya rais pia atoe wito wa kujaribu kutengeneza mazingira ya maridhiano. Na ziko hatua kadhaa zilichukuliwa, ikiwemo pengine kuachia watu waliokuwa na kesi za kisiasa, kuruhusu vyama vya kushiriki katika mikutano na kazi za siasa kuendelea, kuanza kufanya mazungumzo hasa ya namna gani ya kurekebisha mfumo wetu wa kidemokrasia na kiuchaguzi. Na hali hiyo pia ilisababisha kuundwa kwa kikosi kazi ambacho kilikuja na mapendekezo. Baadhi yake yalitekelezwa na baadhi yake yaliwekwa kiporo kwa sababu isingekuwa rahisi kwa mfano swala la katiba mpya kukamilika kabla ya uchaguzi mkuu. Kabla tujaenda moja kwa moja kwenye maridhiano, daktari, unahisi kwamba kama pangefanyika mazungumzo kabla ya uchaguzi, huenda madhara yale yaliyotokea yasingejitokeza? Mazungumzo yalifanyika, nimekueleza kwamba mazungumzo yalifanyika na baadhi ya maazimio yakatokana na mazungumzo hayo, na baadhi ya maazimio hayo yakatekelezwa kwa kurekebisha sheria, kwa mfano za uchaguzi, kurekebisha tume ya uchaguzi na kadhalika. Kwa hiyo katika mazingira hayo yako mambo ambayo nadhani yasingeweza kukamilika, na hasa swala la katiba la katiba mpya. Na ndio maana sasa ndio maana baadhi ya mambo sasa yanazungumzwa yaweze kufanywa baada ya kukamilika kwa uchaguzi. Katika uchaguzi huu mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa 97.66 kwa tuliosoma hesabu, we call it round off nearest 10, yani 98%. Ukilinganisha na watangulizi wake wote, mwaka 1995 Mkapa alishinda kwa 61.82 pamoja na 71.74 kwa mwaka 2000. JK 2005 alishinda kwa 80% na 2010 akashinda kwa 62%. John Pombe Joseph Magufuli mwaka 2020 alishinda kwa 84.40. Lakini Rais Samia ameshinda kwa 97.66. Kama ambavyo nimekuambia, tuliosoma hesabu tunaita round off to the nearest 10, yani 98%. Nini siri kubwa ya ushindi huu wa 98%, ukizingatia kwamba uchaguzi
siku ya uchaguzi ghasia mbalimbali zilijitokeza. Mimi nadhani swala la ghasia kutokea haliwezi likahusishwa sana na ushindi. Nini siri kubwa? Labda tuzungumzie ushindi kupishana tangu 95 mpaka 2025. Mwaka 95 kama ulivyosema, hayati marehemu Mkapa alipokuwa anashindana na vyama vingine, kwa kiwango kikubwa chama ambacho kilijitokeza kuwa na nguvu kilikuwa ni chama cha NCCR Mageuzi. Na utakumbuka kwamba chama cha NCCR Mageuzi baadaye kilifanya vizuri katika chaguzi zilizofuata ulizozitaja, ikiwemo na hata kuwa na kiwango kikubwa cha wabunge baada ya uchaguzi wa mwaka 95. Na hata kura za chama cha NCCR, mgombea wake ambaye alikuwa ni hayati Mrema, utakumbuka kabisa kwamba hayati Mrema alitokea CCM. Na alitokea CCM akiwa na nguvu zilizotokana na kazi yake aliyoifanya ndani ya serikali ya CCM, kiasi ambacho alikuwa maarufu yeye mwenyewe kisiasa, akatokea CCM. Ajenda yake kubwa au karata yake kubwa ilikuwa ni kupambana na ufisadi. Kwanza katoka CCM kwa muda mfupi, pili kaja na ajenda ya ufisadi, halafu akashindana na hayati Mkapa ambaye pia naye alikuwa na ajenda ya ufisadi, hali ambayo ilimlazimisha hata Mwalimu Nyerere pia kuingia jukwani kujenga hoja kwamba Mkapa ni mtu safi. Kwa hiyo hilo tu peke yake liliongeza ushindani ndani ya NCCR Mageuzi. Kwanza kwa aina ya mtu ambaye amekuja ghafla kutoka kwenye CCM na nguvu zake za kutoka kwenye CCM, pili kaja na ajenda aliyokuwa nayo ndani ya CCM kaingia nayo ndani ya NCCR Mageuzi. Hiyo peke yake ilikuwa inampa nguvu sana Mrema na kupunguza ushindi wa marehemu Mkapa. Na ndio maana sasa baada ya marehemu Mkapa kuingia awamu ya pili alifanya vizuri zaidi kuliko alivyofanya wakati wa Mrema, na nguvu za Mrema zikawa zinapungua. Japo pia alikuwa ni mgombea mpya, pengine hiyo ilimsaidia Mrema kushindana na mgombea wa CCM. Sio kama unanielewa. Halafu Mkapa alipomalizia kipindi chake, asilimia ikapanda kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kurekebisha uchumi. Kwa hiyo aliingia NCCR Mageuzi, aliingia kipindi cha pili akiwa na nguvu kubwa kuliko alizoanza nazo zilizopunguzwa na Mrema. Na Mrema mwenyewe kipindi cha pili cha Mkapa akawa anapungua nguvu kwa sababu ya mgogoro uliokuwa ndani ya NCCR Mageuzi. Na kufikia 2000 kipindi cha pili cha Mkapa, NCCR Mageuzi haikuwa na nguvu kama ilizokuwa nazo mwaka 95 kwa sababu ya migogoro ya ndani. Na kwa kweli wakagawanyika. Unakumbuka mgogoro mkubwa sana ndani ya NCCR Mageuzi, na mgogoro ule haujawahi kuifanya NCCR Mageuzi isimame, kwa sababu uliendelea hadi mpaka Mrema akahama na kuanza kuingia kwenye chama kingine cha TLP. Kwa hiyo migogoro ya kisiasa ndani ya chama ilidhoofisha NCCR na kuifanya ishindwe kufanya vizuri kama ambavyo ilitarajiwa ifanye vizuri kipindi cha marehemu Mkapa cha pili. Tuje kwenye hii asilimia 98. Nakuja huko. 2000 sasa kwenda 2005 ndio Mkapa anamaliza kipindi chake, na Jakaya Kikwete kwa umaarufu aliyokuwa nao ndani ya chama chake akapata zaidi ya asilimia, umezitaja, zaidi ya asilimia 80 kwa kipindi chake cha kwanza. Kipindi cha pili akashuka kwa sababu pia upinzani ulianza mwaka 2010 kuwa na nguvu wakati wa Dr. Slaa. Kwa hiyo unaweza ukaona utendaji wa Rais Mkapa kwa kipindi cha pili
na kudhoofika kwa NCCR katika kipindi cha pili cha Rais Mkapa ulikipa Chama cha Mapinduzi nguvu na upya wa mgombea aliyekuwa pia anakubalika zaidi, ukaifanya performance ya Rais Mkapa, Rais Jakaya kufanya vizuri zaidi. Na hiyo ni performance ambayo baadaye imechukua muda mpaka mwaka 2020 wakati wa Rais Magufuli kipindi cha pili. Na sasa hivi Rais Samia kufikisha 97% ulizozisema. Ninachoweza kusema kwa ufupi ni kwamba la kwanza, upinzani ukiwa na mgombea anayekubalika, ushindani unakuwa mkali zaidi na kuifanya CCM isifanye vizuri sana. Pili, upinzani ukiwa na mgogoro wa ndani kama ulivyokuwa wa NCCR Mageuzi, na 2015 kama ulivyokuwa wa Dr. Slaa wakati anatoka Chadema, kutokana na kutofautiana kwa mtazamo wa Dr. Lowassa kwa marehemu Lowassa. Halafu na utendaji wa serikali iliyoko madarakani ni vitu vitatu ambavyo vinafanya ushindi huo uonekane. Lakini tusisahau pia kabisa kwamba Dr. Samia ni mgombea wa kwanza mwanamke. Na wewe unajua kura za wanawake mara nyingi sana zinakuwa za uhakika, na wanawake wana ushawishi mkubwa sana. Na kwa watu wanaofuatilia, na nadhani wataalamu watakuja kutuambia kiutafiti, mwaka huu hamasa ya wanawake kuhamasisha wapiga kura wengi kumchagua mwanamke nayo imeongeza ushindi wake. Lakini pia Dr. Samia amerithi serikali ya mtangulizi wake marehemu Magufuli, ambaye alikuwa amefanya vizuri sana katika kipindi chake cha kwanza na akafariki katika kipindi cha pili, na miradi ambayo imetekelezwa na utendaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 5 ukarithiwa na awamu ya 6, utendaji wake pia ulimemuuza zaidi. La mwisho ni msimamo wa vyama vya upinzani na hasa Chadema kutoshiriki katika uchaguzi, kwa sababu mwaka 2020 Chadema ilishiriki katika uchaguzi. Na kwa hiyo kura za marehemu Magufuli hata kama zilikuwa ziko juu, lakini zilipunguzwa na ushindani ulioletwa na Chadema. Na hivyo mwaka huu hawakushiriki. Hivyo unaamini ya kwamba Chadema kutoshiriki katika uchaguzi huu kumepunguza kwa kiwango kikubwa ushindani katika uchaguzi huu wa 2025? Ni kweli, kwa sababu kwa watu ambao walikuwa wanatarajia kupigia kura Chadema, ama ilibidi washawishike kuipigia CCM au wapigie vyama vingine au wasipige kura. Kwa sababu kwa miaka kwa chaguzi karibu zote, ukiacha zile za mwanzo ambapo NCCR ilikuwa inafanya vizuri na baadaye CUF ikafanya vizuri. Kuanzia mwaka 2010 chama ambacho kilikuwa kina ushindani mkubwa dhidi ya CCM ni Chadema. Lakini tusisahau pia kwamba Chadema pia uamuzi wao wa kutoshiriki ulikipasua na kuzaa chama ambacho sasa kiko bungeni cha Chauma. Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa kwamba vyama vya upinzani vikiwa na msimamo tofauti wa kutoshiriki kwa mfano, au vikiwa na migogoro ya ndani, hiyo inayojengea nguvu sana CCM na kupa uhakika zaidi wa ushindi mkubwa. Wapinzani wenu sasa wanasema kwamba uchaguzi huu haukuwa na ushindani mkubwa kama ambavyo walitarajia. Huenda hiyo ndio imesababisha CCM kupata kura nyingi. Kwa namna yote ile, hata kama Chadema ingeshiriki uchaguzi wa 2025 mwaka huu, bado tungefanya vizuri. Chadema si tishio kwa Chama cha Mapinduzi? Sio tishio kabisa, sio tishio, kwa sababu kama wangekuwa tishio wangeshiriki kwenye uchaguzi ili tupime kwa matokeo. Hawajashiriki kutokana na yale walioyaeleza kwamba mabadiliko walioyataka katika mfumo wa tume yetu ya uchaguzi haukuwa umekamilishwa, lakini vile vile kuna mambo waliokuwa wakiyadai ya kwamba yafanyiwe marekebisho. Daktari, sasa hilo siwezi kuwasemea. Na ni kweli si yote ambayo waliyataka yalitimizwa, lakini yako ambayo yange wafanya washiriki ili twende awamu nyingine wakiwa ndani ya serikali kurekebisha mengine, na hasa hili la katiba mpya. Mimi nao yaona yote
swala la katiba mpya ndilo ambalo lilikuwa halijatimizwa. Na isingekuwa rahisi Odemba kwa muda ambao nimekwambia rais ameingia madarakani kwa dharura. Dharura ya kifo cha rais aliyekuwa madarakani, dharura ya uchumi ulioparaganyika wa kidunia kutokana na COVID. Halafu kujaribu kujenga misingi ya maelewano katika kipindi hicho cha miaka 5, halafu kuanzisha mchakato mpya, halafu mkafanya uchaguzi. Isingekuwa rahisi. Kwa hiyo ilikuwa kupanga ni kuchagua. Isingekuwa rahisi. Lakini unahisi kwamba madai yao yalikuwa sahihi? Madai yao yako sahihi kama madai ya watu wengine, kwa sababu madai katika mfumo wa kidemokrasia yanapimwa kwa mazungumzo na maafikiano. Kwa hiyo ni madai sahihi katika mazingira ambayo mnazungumza, mnakubaliana. Nchi za magharibi na taasisi mbalimbali za kimataifa zimeonekana kukosoa vikali mfumo wetu wa uchaguzi, wakidai kwamba Tanzania tuna mfumo mbovu wa uchaguzi, na wanaona ya kuwa ni ukandamizwaji wa demokrasia ndani ya taifa hili. Unazungumziaje kuhusu hili? Hayo ni maoni ambayo yanazungumzwa. Sio kwa nchi za magharibi peke yake, hata hapa ndani kuna watu wenye maoni hayo. Lakini vizuri Odemba, labda kabla hatujaenda kujibu swali hilo, tuitazame hii dhana ya demokrasia. Dhana ya demokrasia, ndugu yangu Chief Odemba, si bidhaa ya kwenda kununua dukani kama saa yako hii ikiwa imekamilika na wataalamu ambao wanajua teknolojia ya saa, na saa hiyo pia ikafanana na iliyoko Uturuki, na aliyenunua wa Uingereza, na aliyenunua wa Burundi, aliyenunua wa Kenya. Demokrasia sio bidhaa. Na Mwalimu Nyerere alishawahi kusema kwamba demokrasia sio kama Coca-Cola. Ni mchakato wa mapambano ya umma kujitawala wenyewe, mapambano ya umma kupata uhuru wao na kuendesha mambo yao bila kuingiliwa na yeyote. Na kwa mchakato huu wa mapambano ni mchakato wa makosa. Kukosa na kukosoana. Kuvumilia na kuvumiliana. Kusahihisha na kusahihishana. Kuwajibika na kuwajibishana. Kwa hiyo ni mchakato ambao ni endelevu, si kitu ambacho kitakamilika kikawa kamili. Hilo la kwanza. Lakini la pili, katika hali hiyo niliyosema kwamba sio kama bidhaa, namna ya mapambano yanavyoendeshwa hayo ya kudai uhuru, kudai haki, uwajibikaji, ushiriki, uwazi, usawa, namna mapambano hayo yanavyoendeshwa kwa jamii moja haiwezi ikafanana na jamii nyingine. Kwa sababu kila jamii ina historia yake, ina uwezo wake, ina utamaduni, mila na desturi zake, ina hali zake za kiuchumi, ina mahitaji yake, ina matarajio yake. Kwa hiyo kila jamii kwa namna mbalimbali inaweza ikaendesha mchakato huo wa mapambano ya kujikomboa na kujitawala kwa namna tofauti. Na kwa hiyo hata atakaye kuja kukosoa lazima azingatie mambo haya. Hapa simaanishi kwamba jamii moja haiwezi ikajifunza mazuri kwenye jamii nyingine. Kwa sababu jamii isiyojifunza ni jamii ya wapumbavu. Yako maeneo ambayo unaweza ukajifunza kutoka kwenye jamii iliyofanya vizuri kwenye mchakato huo. Lakini yako mengine ambayo huwezi ukayafanya kwa sababu hayaendani na hafanani na jamii yako. Sasa hao wanaokosoa ni vizuri pia wakazingatia hivyo. Na hapa simaanishi kwamba mfumo wetu wa kidemokrasia ni sahihi, ni kamili. Huu ni mfumo wa watu, wa jamii ambayo inapambana kujiimarisha, kukomaza mifumo yake. Kwa vyovyote vile katika mchakato wa namna hiyo kuna makosa ya kusahihisha na kuna mambo mapya ya kujifunza. Kwa hiyo hao wanaotukosoa ni swala la kusikiliza. Tanzania kuna demokrasia, hakuna demokrasia? Tanzania kuna demokrasia. Kwa vipimo vyetu kuna demokrasia, lakini si demokrasia kamili. Ni demokrasia ambayo inatakiwa kuimarishwa misingi yake,
kukomazwa kiutamaduni na kitabia, na kwa maana hiyo hakuna namna ambayo tunaweza kusema demokrasia yetu imekamilika, lakini demokrasia ipo kwa viwango ambavyo vinaturidhisha. Ni wapi ambapo unahisi ya kwamba hatujafanya vizuri katika kipengele cha demokrasia ambacho inakufanya na wewe uungane na watu wanaosema kwamba hakuna demokrasia kamili ndani ya taifa hili? Kwa mfano, ukiangalia swala la haki ya jamii, na wakati baba wa taifa anapambana kupata uhuru na kujenga upya taifa jipya, alisema nchi yetu inakabiliana na maadui wakubwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Na katika mazingira ambayo hujashinda hao maadui watatu vizuri, huwezi ukawa wa kujivuna kwamba demokrasia yako imekamilika. Kwa sababu maadui hao watatu, ujinga, maradhi na umaskini, ndio wanaokwaza watu walio wengi kupata haki zao, kupata ajira, kupata mahala pazuri pa kukaa, umeelewa, kupata ulinzi wa mali zao na usalama wao. Kwa hiyo eneo ambalo hatujafanya vizuri na ambalo tunatakiwa tujipange na tunaendelea kujipanga ni kutokomeza umaskini. Kwa mfano, kwa takwimu tulizo nazo, 8% ya Watanzania wanaishi katika umaskini wa kutopea, na takriban 30% wana matatizo ya umaskini wa kipato. Hiyo ni idadi kubwa sana. Kwa maana hiyo, hao watu hali zao za kielimu, hali zao za kiafya, hali zao za chakula, hali zao za uhuru wao wenyewe wa kushiriki katika mchakato wa kisiasa na kidemokrasia zitakuwa nyuma. Kwa hiyo mimi nadhani eneo kubwa ambalo tunatakiwa kuongeza nguvu ni eneo la haki ya kijamii. Jamii kuwa na uhakika wa chakula. Wote. Kila mtu akawa na uhakika wa chakula. Kila mtu akawa na uhakika wa malazi bora. Kila mtu akawa na kipato cha kujikimu kuendesha maisha yake. Kila mtu akawa na sauti. Kwa sababu mtu mwenye njaa, mtu asiye na ajira, sauti yake ni tofauti, Bwana Udemba na wewe. Kwa hiyo eneo la haki ya kijamii na hasa kuwakomboa watu ambao bado wako nyuma katika lindi la umaskini, katika matatizo. Mama, hama tunasonga mbele kidemokrasia. Tunasonga mbele. Tunasonga mbele kwa vigezo, kwanza, pamoja na mitikisiko na upungufu katika taasisi zetu za kidemokrasia, ambao upungufu huo uko bayana kabisa, lakini nchi yetu bado ni moja. Bado kuna utulivu na amani kwa kiwango kikubwa, japo tunatakiwa kuimarisha zaidi. Alafu bado taasisi zetu za kidemokrasia zinaendelea kukomaa, tunaendelea kusahisha makosa yetu na kuimarisha taasisi za kidemokrasia. Kwa hiyo tunasonga mbele, lakini bado tuna kazi kubwa ya kufanya kukomaza zaidi demokrasia. Kumekuwa na malalamiko kuwa tume yetu ya taifa, tume huru ya taifa ya uchaguzi, haipo huru na inapendelea zaidi Chama cha Mapinduzi. Wewe umekuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ni kweli tume ya taifa ya uchaguzi haiko huru? Na je, ni kweli kwamba tume hii inaipendelea Chama cha Mapinduzi kama ambavyo wakosoaji wenu wamekuwa wakitoa malalamiko yao? Uhuru wa tume unapimwa kwa vigezo vingi. Kuanzia mwaka 2020, mimi nilipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, serikali ilifanya uamuzi muhimu sana ambao hatutakiwi kudharau na kuubeza, wa kuamua chanzo cha fedha za kuendesha shughuli za tume, ikiwemo kuendesha uchaguzi, zitokane na mfuko mkuu wa serikali. Na hata mwaka huu 2025 fedha zote kwa 100%, na nimemsikia mwenyekiti wa tume akizungumzia jambo hilo, zimetokana na mfuko mkuu wa serikali. Na unajua
kujitawala ni kujitegemea. Msingi mkubwa wa demokrasia hasa ni uhuru. Na uhuru ni uwezo wako wa kuendesha mambo yako bila kuomba au kusaidiwa na watu ambao pengine misaada yao inaweza ikaambatana na masharti. Hilo la kujitegemea kwa fedha zetu za ndani kwa miaka ya 2020, uchaguzi wa 2020 na mwaka huu ni kipimo kikubwa cha uhuru, sio tu wa taifa letu, lakini na uhuru wa tume. Huko nyuma tulikuwa tunategemea fedha kutoka kwenye misaada na mashirika na marafiki, lakini zamu hii kwa vipindi viwili vya uchaguzi tumejitegemea kifedha. Hicho ni kipimo cha kwanza cha uhuru wa tume. Kipimo cha pili cha uhuru wa tume ni uwezo wake wa kusimamia ule uchaguzi kiweledi, kuchapa karatasi kwa wakati, kuandikisha watu kwa wakati, kutunza mifumo ya taarifa za waliojiandikisha, kusimamia vizuri kampeni, kusimamia vizuri michakato ya uteuzi, kusimamia vizuri kura zinapopigwa, kujali muda, muda wa kuanza kupiga kura na muda wa kumaliza kupiga kura, lakini pia kuhesabu kura kwa wakati na kuzitangaza. Kwa vipindi viwili 2020-2025 bado tume yetu imeweza kuwa na uwezo huo mkubwa sana wa kiutendaji. Jambo la tatu la uhuru wa tume ni pale ambapo uamuzi wake hauingiliwi kwa mashinikizo kutoka kwa kundi lolote la kisiasa. Ni uamuzi ambao wanaamua wao wenyewe kulingana na sheria. Lakini la nne ni sheria zenyewe. Kwa mfano mwaka huu wa uchaguzi tumekuwa na jambo ambalo ni jipya na zuri sana. Huko nyuma mtu asipopingwa akigombea kwenye chama fulani asipingwe, anatangazwa moja kwa moja. Mwaka huu ilibidi wote ambao hawakupingwa na kupata wapinzani wapigiwe kura ya ndio au hapana. Sasa hayo yanaweza pia yasifurahishe watu wengine, wakasema labda uteuzi wa makamishna, uteuzi wa makamishna wanateuliwa na rais ambaye ni mshindani, ambaye ni mgombea na kadhalika. Hilo sasa linaweza likarekebishwa kwa sheria tulionayo huko tunakokwenda, kwamba sasa inatakiwa wale wanaoteuliwa rais apelekewe mapendekezo na asiwateue na ateue kutokana na mapendekezo yaliyotolewa na jopo la watu ambao ni huru na kadhalika. Kwa hiyo hata uhuru wenyewe wa tume pia ni jambo linaloongezeka, si kitu ambacho ni kamili. Bado tuna nafasi ya kupanua uhuru wa tume katika kuangalia sheria za uteuzi au kuzisimamia hizo sheria na maeneo mengine. Unahisi kwa nini sasa watu wawe na fikra hizo ya kwamba tume yetu huru ya taifa sio huru na inapendelea Chama cha Mapinduzi? Hizo fikra zinatoka kwenye kundi la watu ambao hawafanyi vizuri. Lakini wakifanya vizuri, hawafanyi vizuri kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Wakifanya vizuri kwenye uchaguzi, wakashinda, kwa tume hiyo wanayoilaumu, hapo lawama zinakuwa hazipo. Mimi nadhani hilo ni swala la hisia katika ushindani wa aina yoyote. Kwa sababu swala la ushindani Odemba, sitaki kufananisha ushindani wa kisiasa ambao ni jambo serious kama mipira, lakini manunguniko ya refa, manunguniko ya mbinu, huyu kanunua huyu, mchezaji wetu katunulia. Sitaki kwenda kwenye ngazi hiyo, kwa sababu takuwa napunguza pia heshima ya zoezi la uchaguzi. Lakini eneo la ushindani mara nyingi linalalamikiwa. Na ndio maana inakuwa vizuri katika mazingira ya malalamiko iwepo fursa ya yule anayelalamika kwenda mahakamani kutetea hoja yake ili apate haki yake. Na mimi nafurahi, kwa mfano upande wa Zanzibar nimesikia chama cha ACT wameamua katika maeneo ambayo wanadhani hawajatendewa haki na tume ya Zanzibar,
wanaenda mahakamani. Na huku nyuma tumekuwa na hali hiyo, watu wanaenda mahakamani na wanashindwa. Na sasa hivi kuna mjadala kwamba hata matokeo ya rais yapelekwe mahakamani. Kwa sasa hivi sheria sasa hivi hairuhusu, lakini katika hatua tunakokwenda huko kuboresha sheria, nadhani tukiwa na sheria namna hiyo, nayo pia itaongeza imani ya wananchi katika mchakato unaosimamiwa. Hivyo unahisi kwamba ni vyema sasa matokeo ya rais yaweze kupingwa mahakamani pale ambapo washindani wake wanapoona kwamba mshindi huyu hakushinda kihalali, matokeo hayo yakiwa challenged mahakamani? Ni swala lina mjadala. Lakini unahisi kwamba ni ya muhimu? Ni swala la mjadala, kusema ukweli. Ni swala la mjadala kwa sababu tunazo nchi, na sitaki kuzitaja, ambazo matokeo ya urais na matokeo yote ya uchaguzi hupelekwa mahakamani, lakini bado hata baada ya hukumu za mahakamani wasiwasi hubaki pale pale kwamba mahakama imewekwa mfukoni. Umeelewa? Kwa hiyo si 40, lakini inaweza ikawa hatua nzuri. Na mimi nadhani hili jambo ni la kuweka mezani likajadiliwa na kupimwa huko tunakokwenda katika kubadilika. Tukirejea katika hotuba ya Rais Samia bungeni, haligusa vile vile kurejesha na kuanza kwa mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100. Unahisi kwa nini akufanya hivyo? Halishindwa kufanya hivyo katika muhula wake wa kwanza? Yali madai haya yalikuwepo tokea awali na yeye vile vile halikuwa hakiyasikia. Na nini sasa kinakupa matumaini ya kwamba huenda hata timiza hili katika awamu yake hii? Madai ya katiba mpya yalianza na mchakato wa kuanzisha mfumo wa vyama vingi katika miaka ya 90. Kwa hiyo si sahihi kusema kwamba rais wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sababu kasema ndani ya miaka 100, kwa nini hakufanya kabla ndani ya miaka 5 siku 100 za mwanzo za uongozi wake? Kwa nini anaahidi hivyo kufanya wakati alikuwa na miaka 5 ya uongozi? Majibu yangu ni aina mbili. La kwanza, yeye kama marais waliomtangulia, ukimwacha Rais Nyerere, Mwalimu Nyerere, na Mzee Mwinyi ambaye alimalizia kipindi cha mfumo wa vyama wa chama kimoja, lakini tumeanza mfumo wa vyama vingi na madai ya katiba mpya. Tulipofika 2010 wakati wa awamu ya pili ya uongozi wa rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete, mchakato ule ulianza. Bila shaka ulikuwepo, sote tulikuwepo, tuliona, na watu wakawa na matarajio makubwa. Tume ikaundwa, ripoti zikaandaliwa, mjadala ukafanyika nchi nzima, maoni yakakusanywa, bunge la katiba likaundwa, bunge likajadili. Mchakato haukukamilika kwa sababu ya kutokubaliana katika baadhi ya mambo, na mchakato ukasimama. Kwa hiyo anachoahidi yeye, kusema ukweli, ni kukamilisha kazi ambayo huko nyuma haikukamilika. Na unaishi na dhamira hiyo ya dhati ya kufanya hivyo ukimtazama? Dhamira yake ni ya dhati sana. Dhamira yake ni ya dhati sana ukiona mambo ambayo ameyafanya. Sio katika katiba mpya peke yake, lakini hata katika kuleta watu pamoja. Unajua hizo ara 4 alizoziasisi yeye. Ara ya kwanza maridhiano, ara ya pili ujenzi mpya, ara ya 3 mabadiliko, ara ya 4 maridhiano. Hiyo peke yake ni dhamira. Hiyo peke yake ni dhamira. Na nimesha kueleza kabisa kwamba katika dhamira hiyo yako mambo ya msingi yamefanyika ambayo yalikuwa ni kikwazo kwa ukomavu wa demokrasia yetu. Kwa hiyo dhamira yake haina mashaka. Na zamu hii ni jambo ambalo sasa sio kwamba analisema yeye, liko ndani ya ahadi za chama chake anachokiongoza, ndani ya ilani ya uchaguzi. Kwa mara ya kwanza ndio Chama cha Mapinduzi kinaweka jambo hilo katika ilani yake. Na mambo mengi yanayowekwa makubwa katika ilani, mara nyingi chama husimamia serikali iweze kuyatekeleza. Kwa hiyo yeye pamoja na dhamira yake, lakini ni dhamira pia ya chama chake ambayo kimepewa dhamana kuhakikisha ahadi zilizotolewa kwa wananchi na ahadi ambazo ndizo zimesababisha chama hicho kupata ridhaa ya uongozi zitekelezwe, likiwemo jambo hilo muhimu sana la kukamilisha
mchakato wa katiba mpya. Kuna maneno kuwa vyama vya upinzani, daktari, vilivyoshiriki katika uchaguzi huu ambapo walipambana na Rais Samia, ya kwamba vyama hivi ni projekti ya Chama cha Mapinduzi na si vyama vya upinzani, hivyo hawaoni kama kulikuwa na ushindani wa dhati. Ni kweli kwamba kwa wewe umekuwa katibu mkuu, mtendaji mkuu wa chama hiki kwa muda, ni kweli kwamba vyama hivi vya upinzani ni ukitoa Chadema ni projekti ya Chama cha Mapinduzi? Ni vizuri sana tunapokuwa tunajadili mambo haya ya msingi ya nchi kuwa tunajikumbusha tulikotoka, ili tuweze sasa kutumia vipimo vya huko tulikotoka kujipima hali yetu tulionayo, na pia kwa kufanya hivyo tuweze kupanga kusonga mbele huko tunakoelekea. Nimekupa mfano, nimekueleza, kuna swali uliniuliza hapa kuhusu ushindi wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wake wa urais. Kati ya 95 na 2000 chama cha NCCR Mageuzi kiliibuka kuwa chama cha ushindani kikubwa. Hakikuitwa project. CUF ilikuwa inafanya vizuri sana, hasa Zanzibar na upande wa bara. Haikuitwa project. Chadema imefanya vizuri sana, na hasa mwaka 2015 kwa sababu ambazo zingine wala si za ndani ya Chadema, zingine ni makosa ya ndani ya CCM, lakini kwa mazingira yale kikatoa ushindani mkubwa. Haikuwa project. Iweje vyama vingine vilivyoshiriki, na NCCR imeshiriki, hiyo ambayo imewahi kuwa ni chama kikubwa, zamu hii imeshiriki pia. Kwa nini iitwe chama project mwaka huu, isiitwe chama project mwaka 1995 ilipokuwa na nguvu? CUF imeshiriki mwaka huu. Kwa nini ilipokuwa inashiriki na kushinda vizuri na kuwa na ushindani ndani ya bunge na wabunge wengi na kura nyingi za urais, kwa nini haikuitwa project mwaka huu iitwe project? Mimi nadhani kwanza ni kuvidharau na kuvidhalilisha vyama ambavyo vimeanzishwa na Watanzania kwa haki yao na kwa mujibu wa sheria. La pili, CCM ni chama cha kitaifa, chama ambacho kimeenea nchi nzima, Zanzibar na kwenye Tanzania bara. Hakina sababu ya kuwa na ushirikiano wa vyama kama vyama project. Hivi ni vyama kamili, vyenye usajili kamili, vyenye nguvu zinazopishana na vilivyoshindana kulingana na uwezo wake, na kwa hiyo vina haki ya kuheshimiwa kama vyama vingine. Sioni sababu kwa nini tutofautishe hadhi ya chama fulani dhidi ya chama fulani kwa sababu chama hiki ni kikubwa kuliko kingine. Mbele ya sheria vyama hivi ni sawa. Aliyekuwa moja kati ya viongozi wa chama hicho aliwahi kutamka maneno hayo ya kwamba vyama hivi ni project. Wenda hili ikawafanya Watanzania wawe na imani hiyo, kwa kuwa aliyekuwa amezungumza ni mtu ambaye amewahi kuwa na nafasi nyeti ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wewe vile vile ulikuwa ni katibu mkuu. Unasemaje katika hili, Daktari Bashiru? Mimi nadhani kwa bahati njema huu mjadala unapozungumzwa na watu wanaotoa maoni hayo ambayo nayaheshimu, lakini sio ya kweli. Kwa sababu sio kila maoni ni ya kweli. Na hata kama sio ya kweli usiyaheshimu, kwa sababu kila mmoja ana haki ya kutoa maoni yake. Lakini kwa bahati nzuri mimi tangu mwaka 1918 nimekuwa kwenye vikao vya juu mpaka uchaguzi wa mwaka huu vya chama. Na Chama cha Mapinduzi kama inavyotakiwa kwa vyama vingine kinaendeshwa na vikao. Kwa hiyo hakuna mkakati wa bayana au maazimio ya vikao yaliyowahi kupitishwa kwa kipindi ambacho mimi nimekuwa kiongozi yanayoonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kina vyama project vya vyama vya upinzani. Kwa hiyo sitaki kuingilia haki ya watu kutoa maoni. Hasa wanachama wenzangu wanaweza wakatoa maoni hayo, lakini hatimaye maoni yale huchakatwa kupitia vikao na huwa maazimio yanayotekelezwa na vikao.
Tafadhali Dr. Bashiru, shikilia hiyo nukta, meza mate kidogo, narejea. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, haya ni mazungumzo na mahojiano ya moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma, tukizungumza na moja kati ya wanasiasa mahiri kabisa katika ulingo wa siasa hapa nyumbani, mwadhiri mwandamizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliyekuwa mwadhiri mwandamizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM, na katibu mkuu kiongozi mstaafu, lakini vile vile mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si mwingine ni Dr. Bashiru Halika Kurwa, ndiye ambaye tunazungumza naye hapa. Unayo fursa ya kuweza kuwa sehemu ya mazungumzo haya kwa kutuma ujumbe wako mfupi, swali, mahoni ya kupitia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram pamoja na Twitter Chief Odemba, Instagram Chief Odemba TZ, na hashtag tunaotumia Medani Kuu Dr. Bashiru Halika Kurwa. Endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale tutakapofika tamati. Mie ni Odemba Chief. Daktari, karibu tena kwa mara nyingine tena. Natumai umeweza kumeza mate kidogo. Tumesikiliza neno maridhiano likiwa linasikika sana na limekuwa likizungumzwa, na hivi karibuni Rais Samia alizungumza akataja maridhiano. Makamu wa Rais Dr. John Nchimbi vile vile alitaja neno maridhiano. Unadhani maridhiano haya ambayo yanatamkwa sana yanapaswa kuwa baina ya nani na nani, Dr. Bashiru? Katika mfumo wa kidemokrasia na kwa mujibu wa katiba yetu tunayoitumia sasa, mamlaka ya nchi yako mikononi mwa wananchi, na serikali huchaguliwa na wananchi ili itekeleze matakwa yao na ilinde maslahi yao na maslahi ya nchi. Kwa hiyo jambo lolote la kheri, jambo lolote zuri, wazo lolote zuri kama hilo la maridhiano, msingi wake ni wananchi, kwa sababu ndio wanaotakiwa kunufaika na jambo hilo. Kwa hiyo maridhiano ni baina ya wananchi wenyewe. Ila sasa ili muyatengeneze lazima muwe na utaratibu, muwe na chombo kinachokubalika, muwe na watu mliowaamini kwamba wana uwezo, wana uadilifu, watakao endesha utaratibu huo wa maridhiano. Kwa hiyo maridhiano hayawezi yakawa kati ya kikundi kimoja cha kisiasa na kikundi kingine. Maridhiano hayawezi yakawa kati ya serikali na vyama vya siasa. Maridhiano lazima yawekee utaratibu, na hasa yalenge katika kutatua changamoto na mapungufu yaliyopo, yalenge kufanya masahihisho yanayotokana na tathmini iliyofanywa kuhusu makosa yaliyofanyika. Lazima yapimwe kama yana maslahi kwa nchi na wananchi wake. Kwa hiyo maridhiano yoyote ya maana lazima yatokane na watu, lazima yafanywe baina ya watu, na lazima matokeo yake yawanufaishe watu. Na maridhiano haya yafanyike juu ya nini haswa? Unajua, kwa mfano nchi yetu kidemografia, kwa maana ya idadi ya watu na muundo wa idadi ya watu wake, 60% ya watu hao ni vijana. Sawa? Ni vijana. Na tunajua hili ni kundi ambalo linachemka, ni kundi ambalo lina matarajio makubwa, ni kundi muhimu kwa ulinzi na ujenzi wa nchi, lakini ni kundi ambalo lina matatizo. Kuna ajira na zilizopo sio za staha. Sasa katika mazingira ya kuwa na kundi kubwa la namna hiyo,
swala la kuwezesha kundi hilo liweze kuishi maisha ya heshima na kupata ujira na kufanya kazi za staha lazima iwe ni moja ya ajenda ya maridhiano, kwa sababu mtakuwa mnapishana. Wanahisi kabisa kwamba wameachwa nyuma, na katika nchi yenye maridhiano si vizuri kundi moja kubwa kama hilo kuachwa nyuma. Tunalo kundi la wanawake kwa muda mrefu, yako mahitaji yao maalum, lakini yako matatizo yao ya msingi, lakini ndio wengi kwa idadi ya watu kuliko wanaume. Kwa mfano, maridhiano yoyote kama hayatazingatia mahitaji, matarajio na matatizo ya kundi kama hilo, tutapata taabu. Maridhiano ya nchi yanajengwa juu ya msingi wa uhuru na uwezo wa kujiendesha. Kama mna uchumi duni ambao ni tegemezi, na utegemezi ule unawafanya muwe dhaifu kiuchumi na makundi hayo niliyoyataja, msipotatua hicho kikwazo cha kiuchumi ili kujenga uchumi shirikishi na unaojitegemea, hamwezi mkajenga maridhiano. Kwa hiyo lazima maridhiano yajengwe katika misingi inayoelekea kutatua matatizo ya msingi ya kiuchumi, matatizo ya kimsingi ya kidemokrasia, matatizo ya kimsingi ya kijamii, matatizo ya kimsingi ya kiutamaduni na kadhalika. Kama mko katika mahala mmehitilafiana kwa kiwango ambacho nchi kama inaelekea kupasuka kimtazamo, na hamwezi mkaendesha nchi hiyo ikaendelea kama hamko pamoja, na kwa hiyo misingi ya umoja imetetereka, lazima ajenda ya kuleta nchi pamoja iwe sehemu ya maridhiano. Kwa hiyo ni swala ambalo linatakiwa lifikiriwe kwa undani, maeneo ya kujadiliana ili mjenge maridhiano yaainishwe bayana na kwa wazi na kwa ukweli, halafu mchakato wenyewe ukubalike kwa wote ili kila mmoja ashiriki, ili maazimio yale mtakayoyaweka au mifumo mtakayoijenga mipya iweze kutekelezeka. Hayo ndio maridhiano ambayo yanaweza yakawa na maana. Lakini mkichomoa hili na kundi hili likawa linapaza sauti zaidi kwa jambo hili dhidi ya lingine, mnaweza mkakuta mnazunguka kama pia hamtoki hapo mnapotaka kutoka. Tumeshuhudia maridhiano mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika hata kwa majirani zetu, yamekuwa ni maridhiano ya baina ya vyama vya siasa, na hata mchakato wa maridhiano yalipoanza katika taifa letu hapa, tuliona vile vile yakiwa ni maridhiano ya kisiasa na ilikuwa ikibebwa zaidi na Chama cha Mapinduzi, chama tawala, na chama kikuu cha upinzani kwa wakati huo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Je, unaona ya kwamba maridhiano haya ambayo yanafanyika baina ya vyama vya siasa inawapa kweli nafasi ya wananchi kufanya maridhiano na serikali yao, kama kuna mahali pale? Na nadhani hapo ndipo ambapo tunatakiwa kuparekebisha. Kwa sababu pia ni vizuri kujitathmini vizuri ili tukiri kabisa kwamba kuna maeneo ambayo tumekosea. Kwa mahitaji ya wakati uliokuwepo, mazungumzo baina ya serikali na vyama vya siasa ambavyo vilikuwa na hoja zao za msingi kwa wakati huo, ilikuwa ni sehemu ya kuanzia, lakini hatukufika mwisho na hatukufika pazuri, tukiri hivyo. Kwa hiyo nadhani huu ni wakati pia wa kujitathmini na kujipanga upya. Kwa upande wa serikali, subiri kidogo, kwa upande wa serikali ambayo ina dhamana na chama ambacho kimepewa dhamana na serikali yake, lazima kijipange kubeba jukumu hilo adhimu la kuunganisha nchi pamoja. Lakini vyama vya siasa huwezi ukaviepuka katika maridhiano, lakini ni zaidi ya vyama vya siasa. Yako makundi ya kijamii, yako makundi ya kiuchumi ambayo ni muhimu na yenyewe yahusishwe. Na nadhani hapa ndipo tunapotakiwa kufanya masahihisho na kukiri kwa dhati kwamba pengine mkakati tulio nao wa kuzungumza kwa makundi machache sasa tuubadilishe ili tupanue wigo. Na sidhani kama tutaendelea vizuri kama hatutaanza kufanya tathmini ya kina ya wapi tulipokuwa tunakosea. Na ndio hapo ninazungumzia kukubaliana na wazo la Mheshimiwa Rais kwanza la kuunda tume ya kuchunguza haya yaliyotokea baada ya uchaguzi ili tujue kilichotokea,
halafu tujue na makosa, kwa sababu sasa hivi kila mmoja anasema kivyake, anatoa sababu zake, anatoa madhara yake, anatoa maelekezo yake, anatoa ushauri wake. Tukishapata ukweli wa kilichotokea ambacho kinaweza kikawa msingi wa kujengea hayo maridhiano, ndio tunaweza tukaunda hiyo tume ya maridhiano ambayo inaweza ikatusaidia pia kujadiliana na kuelezana na kusuluhishana. Umeeleza wazi kwamba maridhiano yaliyokuwepo ya kisiasa hayakufika pazuri kama ambavyo umeeleza daktari. Unahisi ni nini hasa ambacho kilikwamisha maridhiano hayo ambayo yaliyafanya yasifikie pazuri, kana kwamba sasa mchakato wa maridhiano tena yanapotaka kuanzwa mrejelea yale kwamba hayakwenda sawa? Ni nini hasa kilichokwamisha maridhiano yaliyoanzishwa? Kama nilivyosema, nadhani mchakato haukuwa jumuishi na haukuwa na muda wa kutosha haukuwa jumuishi baina ya makundi ambayo yana maslahi ya kisiasa na kijamii mpaka hapa tulipo. Hilo la kwanza. La pili, muda. Tukubaliane kabisa kwamba mchakato ulipoanza muda ulikuwa mfupi baina ya maridhiano hayo na majadiliano kuhusu masuala ya msingi ambayo yalikuwa ni magumu pengine, na muda wa kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo uchaguzi ulikuwa ni mchakato unaochukua muda mwingi, na hata malalamiko mengi sasa yakamezwa na swala la uchaguzi, wakati eneo la uchaguzi ni moja ya sehemu ambayo tunatakiwa kurekebisha, lakini yako maeneo mengine ya msingi ambayo yanatakiwa pia kujumuishwa katika maridhiano hayo, na muda ule ulikuwa finyu. Nadhani kwa kuwa Mheshimiwa Rais amesema ndani ya siku zake 100 ataanza mchakato huo, naye anakiri kabisa asipoanza mapema hata miaka 5 na yenyewe haitoshi. Kwa inahitaji muda wa kutosha kuanzisha huo mchakato, halafu kwenda nao kwa kasi, ili tusije tukaangukia pia katika uchaguzi mwingine wa miaka 5, na uchaguzi sasa ukameza mchakato mzima wa maridhiano, ambao ni jambo pana zaidi na ni masuala mengi zaidi kuliko uchaguzi yanayotakiwa kutafutiwa ufumbuzi. Chadema hawakushiriki kwenye uchaguzi huu. Je, wanapaswa kuwepo kwenye meza ya mazungumzo kwa mtazamo wako? Kwa sababu umesema vyama vya siasa ni muhimu na mwezi mkayapuuza. Mimi nadhani kila mtu na kila kundi lina haki na linastahili kushiriki katika mchakato wa uendeshaji wa nchi. Masuala ya nchi inayotaka kujitawala kidemokrasia na inayoheshimu taratibu za utawala wa kidemokrasia inatakiwa ifungue milango kwa makundi yote. Chadema ni chama cha siasa kilichosajiliwa na kina haki zote na vyama vingine ikiwemo Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sioni kwa nini uniulize swali hilo kwamba hawapaswi kushiriki au wanapaswa kushiriki. Wanatakiwa kushiriki na wana haki ya kushiriki kama vilivyo vyama vingine vya siasa, kama yaliko makundi mengine ya kijamii, makundi ya kidini, makundi ya kibiashara, makundi ya wakulima na wafugaji. Wote wale wana maslahi katika mazungumzo hayo na wana mawazo mazuri ya kuchangia kuleta suluhu ya masuala ya msingi yanayojadiliwa. Kwa hiyo Chadema ni mdau kama wadau wengine wanaotakiwa kushiriki katika mchakato huu. Tumeona vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa vikiripoti ya kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilizuiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na hata wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa kimataifa na asasi mbalimbali za kiraia za kimataifa wamekuwa wakiripoti ya kwamba Chadema walizuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi. Ukweli wa jambo hili liko wapi? Na kama ni kweli, kwa nini ilifanyika hivyo? Je, ni kweli kwamba walizuiwa kushiriki kwenye uchaguzi? Mimi ninavyofahamu, na bila shaka na wewe unafahamu, na mimi matarajio yangu ni kwamba hata uongozi wa Chadema unafahamu
kwamba hakujawahi kuwepo kizuizi chochote cha kisheria au katika utaratibu wa kiutawala au kwa namna yoyote ile ambayo inaweza ikawa sababu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutoshiriki kwenye uchaguzi. Wewe unajua kwamba na hii habari iko ndani ya umma, taarifa hizi zipo tu. Kumekuwepo ndani ya chama hicho misimamo inayopishana kati ya kushiriki au kutoshiriki, na yapo maneno au misemo ya no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na unajua kabisa kwamba uchaguzi ni tukio na mchakato wa kikatiba ndani ya kalenda maalum, na unajua madhara ya kutotekeleza kalenda hiyo kwa wakati muafaka kama nchi. Unajua kwamba huwezi ukaahirisha kisheria bila sababu za kikatiba za kusababisha uchaguzi uahirishwe. Mantiki iliyokuwepo na ambayo imejadiliwa sana ni kwamba mchakato wa mabadiliko ufanyike bila ukomo mpaka hapo ambapo wanaonungunika waridhike kwamba sasa tayari tunaweza tukaendelea na uchaguzi. Jambo ambalo haliwezekani kuzuia uchaguzi. Wacha kuzuia Chadema kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nadhani ni uamuzi ambao wao wenyewe waliufanya na ushahidi upo. Waliufanya uamuzi wao wenyewe katika taratibu zao, na matokeo yake unajua wako miongoni mwa viongozi na wanachama walijiondoa kwa kutoridhika na uamuzi wa chama chao wa kutoshiriki katika uchaguzi mpaka marekebisho wanayoyataka yafanyike. Kwa hiyo ni uamuzi wao kwa hiari yao. Na ndio maana vyama ambavyo havikufuata uamuzi ule vikaamua kushiriki, vimeshiriki. Vyama karibu 16 vimeamua kushiriki. Na hiyo haikuzuia uchaguzi. Sasa unawaambiaje? Na sio mara ya kwanza Chadema. Sio mara ya kwanza Chadema kushiriki uchaguzi. Na imekuwa mara ya kwanza kutoshiriki uchaguzi. In fact ni mara ya kwanza kutoshiriki uchaguzi. Lakini hakuna ushahidi wa kisheria au wa namna yoyote ile unaoweza kuwekwa mezani na kusema Chadema ilizuiliwa na chombo fulani kwa sheria fulani isishiriki katika uchaguzi. Haya yamekuwa yakienezwa, lakini Chama cha Mapinduzi mko kimya na hatuoni mkitoka nje na kuweza kujibu tuhuma hizi ambazo zimekuwa zikiletwa kwamba serikali ya chama chako kiliwazuia watu hawa. Sasa nadhani tuhuma hizo zinaelekezwa mahala ambapo sipo. Na kwa kweli itakuwa sio haki chama chenyewe ambacho na chenyewe kimeshiriki uchaguzi kupewa tuhuma hizo. Chama hakikuwahi kutunga sheria au kushawishi katika kutunga sheria ya kuzuia chama kingine kushiriki. Sasa tunatokaje kujibu tuhuma ambazo hazituhusu? Viongozi wa dini wameita wito wa amani. Wanasiasa vile vile wanahubiri amani. Na tumekuwa tukizungumza sana juu ya amani na tukiimba sana kama taifa wimbo la amani, lakini kimya juu ya haki. Unahisi kwa nini wimbo wa amani imekuwa ikisikika kwa sauti kubwa kuliko wimbo wa haki ndani ya taifa letu? Sasa hapa kuna mjadala kama unavyozungumza viongozi wa dini. Mimi nimewasikia kadhaa ambao wanatoa wito na kusema kwa hoja kwamba amani ni tunda la haki.
Nimewasikia wengine pia viongozi wa dini wanasema bila amani hiyo haki yenyewe utaipata wapi? Lakini wako wengine, kundi la tatu ambalo pia halisikiki sana lakini lina hoja, wanasema amani na haki msingi wake ni uhuru. Kama nchi hii imetawaliwa, imeingiliwa, inaendeshwa kimabavu, inaendeshwa kwa maslahi ya kundi kutoka nje, imetawaliwa, uchumi wake umetawaliwa, hiyo amani hiyo unayoitaka na haki utavipata wapi kama hakuna mazingira ya uhuru wa kujiamulia wenyewe? Kwa hiyo kwa ufupi sana, nadhani hizi dhana tatu zote ni za kupima na zote zina uzito muhimu sana usioweza kupuuzwa. Amani ni muhimu kama ilivyo haki, na haki ni muhimu kama ulivyo uhuru. Uhuru wa nchi kujitawala, uhuru wa watu kuamua kwa fikra zao bila shinikizo lolote yale yanayowafaa. Na nadhani tukiweka vizuri haya mafiga matatu, tukajenga misingi imara ya amani na usalama, ili mtu, watu na mali zao zilindwe na kisitokee kikundi cha kuwatisha watu wengine na kuwanyima haki zao. Haki ya mtu binafsi na haki ya kijamii. Nimekuambia haki ya kijamii. Elimu ni haki ya kijamii. Afya haki ya kijamii. Ajira haki ya kijamii. Haki ya kwenda unakotaka, haki ya kuzungumza na kutoa maoni yako. Halafu na uhuru. Tukiwa na mafiga hayo matatu, nadhani tutakuwa tumejenga taifa imara. Taifa ambalo lina uchumi unaoweza kujitegemea. Taifa ambalo lina mazingira jumuishi ya kushirikisha kila mmoja. Na je, unadhani kwamba amani bila haki, amani inaweza ikadumu? Mimi nadhani hapa tunayozungumza ni kati ya kuku na yai kipi kimetangulia. Narudia kusema Kodemba kwamba nchi hii imejikomboa kutoka katika makucha ya ukoloni. Na ukoloni ni mfumo kandamizi ambapo jamii iliyoko chini ya mfumo huu haina uamuzi. Kwa hiyo ukiniambia mimi swala la amani na haki, nitasema hayo hayasimami mpaka tuwe na uhakika wa kutosha. Uhakika wa kutosha kwamba tuna uhuru wa kiuchumi, tuna uhuru wa kuendesha mambo yetu wenyewe. Mustakabali wa taifa lolote, Dr. Bashiru, kama ambavyo tunafahamu, linategemea nguvu kazi ya vijana, yani kizazi kipya. Kwa mtazamo wako, unadhani serikali ya nchi hii inasikiliza na kuifanyia kazi mapendekezo na maoni na kilio cha vijana wa nchi hii? Nadhani katika mazungumzo yetu nimegusia takwimu ambayo ni muhimu sana, na nijibu swali lako kwa kuirejea tena hiyo takwimu kwamba 60% ya wananchi ni vijana. Hili ni kundi kubwa na muhimu sana. Kwanza kwa ujenzi wa taifa, pili kwa ulinzi wa taifa. Lakini kundi hili mahitaji yake ni mengi sana, pengine kuliko uwezo wa taifa na jamii kuyakidhi mahitaji hayo. Kwa hiyo kunakuwa na nakisi au upungufu katika juhudi za kiserikali na makundi mbalimbali, sekta binafsi, kutatua changamoto hizo za vijana. Hali ya uzalishaji wetu na nyenzo tunazozitumia
kuzalisha, hali ya uchumi wetu, uwezo wa viwanda vyetu, uwezo wa kiteknolojia wa kutumia rasilimali tulizo nazo ambazo ni nyingi, ardhi, misitu, wanyama na kadhalika, uko chini sana kwa kiwango ambacho kinaweza kikawezesha serikali kukidhi mahitaji makubwa ya vijana, ya ajira, ya elimu, ya afya, ya kipato na kadhalika. Na je, serikali hii inasikiliza na kufanyia kazi maoni ya vijana? Kwa kifupi kabisa. Mwaka 62 serikali ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere iliunda wizara mahsusi ya utamaduni na vijana. Na lengo lilikuwa ni kwamba ili ujenge taifa imara lazima uwe na utamaduni imara na vijana imara, wasiokuwa waoga, majasiri, wachapakazi, wanaojiamini. Umeelewa? Sasa hubu katikati wizara ile ilikawa inabadilika. Na hata tunapozungumza sasa hivi unakuta masuala ya vijana yametawanyika, hayako katika chombo kimoja. Na hapa nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa ahadi aliyoitoa, na nadhani siku sio nyingi tutaanza kuona matokeo yake, kwa kusema kwamba ni muhimu na ni wakati muafaka vijana kuundiwa wizara yao. Hiyo maana yake nini? Inajibu swali lako. Wanasikilizwa, lakini yawezekana hawasikilizwi vizuri zaidi kwa sababu ya kutokuwa na chombo mahsusi cha kuwasikiliza. Na pale ambapo matarajio yao hayafikiwi kwa sababu hakuna chombo kinachoratibu sauti zao. Lakini kwa maana ya jitihada zimekuwepo nyingi sana, mikopo ya elimu, mafunzo ya ufundi stadi na kadhalika. Lakini kusema ukweli, kwa idadi yao kuongezeka na matarajio yao kuwa makubwa na mabadiliko makubwa ya kidunia, huu ndio wakati muafaka wa kusikiliza hili kundi kubwa vizuri zaidi na kuzingatia maoni yao vizuri zaidi kupitia hicho chombo. Na pale ambapo vijana wanahisi ya kwamba hawasikilizwi na mamlaka, wanapaswa kufanya nini? Mfumo wa kidemokrasia unaweka miongozo ya kila sauti kusikilizwa kupitia katika taasisi za kidemokrasia. Kwa hiyo na chombo kikubwa sana ambacho kinabeba sauti za Watanzania wa makundi yote ni bunge. Kwa hiyo ni jukumu la bunge kwa haya yanayotokea na yaliyotokea na tunayoendelea kuhangaika nayo kusudi kuyasahihisha, kwa bunge hili la 13 ambacho ndio chombo sasa kinachokusanya sauti na maoni ya watu, kuweka kipaumbele kwenye swala la vijana. Sasa ikiwa hivyo na mabadiliko yaliyoahidiwa na rais, kikaundwa chombo ambayo ni wizara. Kwa muundo wa bunge kutakuwa na kamati ya bunge ya kudumu ya kushughulika na jambo hilo. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba wanapohisi au watakapohisi maoni yao na mawazo yao hayasikilizwi, wapitie njia za kidemokrasia na vyombo vya kidemokrasia. Lakini na wao waanzishe vyombo vyao, wawe na vyama vya ushirika kwa wale ambao wako kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na uzalishaji na huduma, wawe na taasisi zisizokuwa za kiserikali, wajiunge kwenye vyama vya siasa kupitia jumuiya za vyama vya siasa na kadhalika. Lakini hatimaye katika mchakato wote huo wa makundi mbalimbali walikojiweka, kila kundi na maslahi yake na maoni yake yatachakatwa kisheria, yatachakatwa kisera kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali iliyoko madarakani. Kama vijana wangepewa nafasi ya kuandika upya historia ya nchi hii, mngependa wajifunze nini kutoka kwa viongozi wa rika yenu? Mimi nadhani kabla hawajajifunza kutoka kwa viongozi wa rika yetu, kwa sababu hata sisi wenyewe tumejifunza kutoka kwa viongozi
ambao walikuwa wako juu yetu wajifunze historia. Nadhani kuna wakati hayati Magufuli anaapisha baraza lake la mawaziri, awamu ya pili ya uongozi wake kabla hajafariki, alikuwa amependekeza, na mimi bado nashawishika na pendekezo hilo, ni kwa namna gani litatekelezwa, lakini ni pendekezo la maana. Somo la historia ni somo muhimu sana, kujua nchi hii tunayoiona leo, tunayosumbuka nayo kwa matatizo tulionayo leo, imetoka wapi, imefikaje hapa, na inawezaje kwenda mbele kwa kulinda mafanikio yaliyopita. Yako mafanikio mengi sana yamepatikana kwa uongozi uliopita tangu tunapata uhuru, na wasiwasi vijana wengi hawayafahamu. Mwelekeo wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya 6 2025-2030. Upi mwelekeo wa serikali hii katika kukuza uchumi wa Tanzania, wananchi moja moja, kuelekea 2030? Kwa kifupi kabisa, Dr. Bashiru. Kwa kifupi, nadhani awamu ya 6 hii, kipindi chake cha mwisho cha pili, uongozi wa Rais Samia umepata bahati kubwa ya kuwa serikali ya kwanza kuanza kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa letu, ambayo sasa hiyo ni mipango ya masafa marefu miaka 25 ijayo. Kwa hiyo malengo makubwa na vipaumbele viko ndani ya dira hiyo, na dira hiyo usisahau ilikuwa ni shirikishi, na inachoelekeza ni kwamba tujitahidi kujenga uchumi jumuishi, uchumi shirikishi, uchumi shindanishi, na uchumi unaojitegemea. Na ili uwe na uchumi wa namna hiyo, lazima uguse sekta za msingi za huduma za jamii, usafiri na uchukuzi, miundombinu, viwanda, kilimo, nishati, mawasiliano na teknolojia za kisasa hizi za habari, lakini pia kujenga taifa moja linaloheshimu utu na ambalo lina viongozi wanaowajibika na wenye uadilifu. Mara baada ya shughuli sasa za kuapishwa kumalizika, Rais Samia akamteua waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mara baada ya jina la Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kutajwa kama waziri mkuu wa Tanzania, kuna watu ambao walionyesha kumkubali na kuna wale ambao walionyesha kuwa na wasiwasi na Dr. Mwigulu Nchemba kwa nafasi hiyo ya waziri mkuu. Wewe umefanya kazi na Mwigulu kwenye chama, lakini vile vile kwenye serikali. Kwa mtazamo wako, unadhani Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ataweza kukidhi matarajio ya mamlaka iliyomteua, lakini vile vile matarajio ya Watanzania, yeye akiwa kama mtendaji mkuu wa serikali? Mimi nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa kuteuliwa na kuaminiwa. Na si mara ya kwanza ameaminiwa katika nafasi za uongozi. Nadhani wasifu wake umetajwa, ameshika nyadhifa ndani ya chama na ndani ya serikali. Lakini mamlaka ya uteuzi ni rais, na rais wakati anamwapisha alizungumza maneno kidogo magumu. Kwa hiyo naweza nikampa pole na kumtakia kila laheri, kwa sababu anaingia, anatakiwa kuwa na kasi. Na Mheshimiwa Rais amesema kabisa mambo mengi yaliyoahidiwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi na matarajio ya wananchi na hali tulionayo tunataka kuimarisha zaidi na kujenga umoja zaidi, inahitaji kasi kwa sababu muda hautoshi. Nadhani hiyo itakayokuwa changamoto yake kubwa. Lakini kwa namna ninavyomfahamu na utendaji wake wa kazi, na wale ambao walimsemea wakati bunge linamthibitisha, nadhani ulisikiliza, ni mtu ambaye ni mchapa kazi na ana uwezo wa
kufanya kazi kama timu na atalazimika kufanya kazi kama timu moja kwa sababu baraza la mawaziri linafanya kazi kama timu moja, pamoja na kwamba yeye anakuwa ni msimamizi akimsaidia rais na makamu wa rais, lakini atafanikiwa tu pale ambapo ataendeleza ule ujasiri wake wa kuchapa kazi, lakini pia awe mtu wa kufikika. Na yeye kasema mwenyewe maneno ambayo hata waliokuwa na mashaka wameanza kubadilika, kwamba atasimamia nidhamu, utendaji, na atataka watendaji wote ndani ya serikali na viongozi wenzake wawasikilize watu, halafu wapambane na uzembe, ufisadi na rushwa. Mambo ambayo akiyafanya na serikali ikiyasimamia, atakuwa amekidhi matarajio ya mamlaka iliyomteua na matarajio ya wananchi. Walipa kodi wa nchi hii ambao ni wananchi watarajie nini katika baraza la mawaziri lijalo? Kama nilivyosema katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa bungeni kuzindua bunge, ilikuwa ni hotuba ndefu, na mimi ningetamani sana na ningeshauri isomwe kwa wale ambao wanatusikiliza waweze kujua matarajio yale ambayo yako katika hotuba ile. Watarajie kasi ya maendeleo, na wito na kauli mbiu ya serikali hii ni kazi na utu. Kwa hiyo hakikisha kabisa kwamba na wananchi wanatarajia kuona kazi inafanyika katika maeneo mengi ya msingi, lakini pia utu unazingatiwa kama kauli mbiu ya serikali hii na Chama cha Mapinduzi ambayo kimepata dhamana inavyosema. Nakushukuru sana Dr. Bashiru. Unayo sekunde 30 ya kutoa rai yako kwa Watanzania. Karibu. Watanzania kwanza ni wapongeze kwa namna ambavyo wamejenga utamaduni unaotusaidia kuwa na mfumo himilivu hata tunapopata mitikisiko. Tuko katika kipindi muhimu sana katika historia ya nchi yetu. Kipindi ambacho tuna dhamana na tunalazimika, bila kushurutishwa na mtu yoyote wala kuiga kutoka kwa mtu yoyote, kulinda misingi tuliowekewa na waasisi wa taifa letu. Misingi ya umoja, usawa, haki, uwajibikaji na maendeleo ya watu wote. Maendeleo ambayo yataheshimu utu wa kila mtu. Na hii ni kazi ya kila mmoja. Tunaweza, kila mmoja atimize wajibu wake. Nakushukuru sana Dr. Bashiru Ali Kakurwa, na kutakia wakati mwema, na asante kwa kuweza kuzungumza nasi. Nakushukuru sana Bwana Chifu Odemba, karibu sana tena. Nakushukuru sana. Mtazamaji, huyo ni Daktari Bashiru Ali Kakurwa, mwadhiri mwandamizi wa zamani wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, katibu mkuu wa zamani wa Chama cha Mapinduzi CCM, katibu mkuu kiongozi mstaafu, lakini vile vile mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye ambaye tulikuwa tunazungumza naye. Kwa niaba ya wenzangu wote